Sheikh akasema jambo la tatu ambalo ni wajibu wetu katika mwezi wa Ramadhani, kun hasan al-akhlaq, huwa mzuri wa tabia, wahdhari al-kufra, na utahadhari ukafiri, wasabba ad-din, na tahadhari jambo la kuitusi dini na kuitokana dini. Na hizi ni nasaha zilizokuwa muhimu kweli kweli. Leo imekuwa misimu ya kheri, ndio imekuwa misimu ya watu kutengeneza vichekesho ambavyo ndani yake kuna kuifanyia istihza dini, hali ya kuwa jambo la kuifanyia istihza dini ni jambo ambalo linamtoa mtu katika dini. Watu wakatengeneza vichekesho vinavyohusu daku, na hali ya kuwa daku ni katika dini. Watu wakatengeneza vichekesho vinavyohusu futari, na hali ya kuwa futari ni katika dini na ni ibada. Watu wakatengeneza vichekesho vinavyohusu saumu yenyewe, na hali ya kuwa saumu ni ibada, na kufanya istihza na mzaha katika jambo la dini, jambo la ibada ni kufuru. Ni jambo la hatari kweli kweli mtu kufanya mzaha na mambo yaliyofungamana na dini, akakosa mambo yote ya kuyafanyia mchezo, aende katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Tutahadhari ukweli wa kutahadhari na mambo ambayo yaweza kuwa ni sababu ya kuingia katika kufuru, kama ilivyozoeleka kwa wengi katika Waislamu ambao wasiojitambua katika mambo ya dini yao. Mtu aona kichekesho ambacho ndani yake kuna mzaha katika dini, kuna mzaha katika ibada, kuna mzaha katika sheria ya Allah tabaraka wa taala, kisha akichukua kichekesho hicho akiweka katika status, kisha watu 400, 500, 600 wanakishuhudia kichekesho hicho ambacho ndani yake kuna mzaha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na watu kichekesho hicho wanakitazama, na yule aliyekiweka hampati hata mtu mmoja wa kumtahadharisha, kumwambia bwana, we huku unapokwenda siko, unafanya mzaha na dini. Hili daku ni jambo la dini, jambo la iftari ni jambo la dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tasaharu fa inna fi suhuri au fi sahuri baraka, kuleni daku. Ina maana hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi mfahamu kwamba alqadau alshar'iyya, yale mambo ambayo Allah ameyahukumia katika sheria yake, tastalzimu almahabba, hayo yanahukumia na kulazimisha kwamba Allah lazima awe anayapenda. Jambo lolote Allah aliloliweka katika sheria yake, hilo linahukumia kwamba Allah analipenda. Sasa wewe utafanya vipi mzaha katika mambo ambayo ndani yake Allah anayapenda, wewe wafanyia mzaha?